Ah, Bwana Yesu asifiwe. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuwa pamoja nanyi. Wale ambao ni wapenda amani, wale ambao ni wapenda midahalo ya kidini, naomba niweze kuwaalika, kuwakaribisha katika debate ya kidini, debate ya amani, mdahalo wa kielimu. Wakati mwingi watu wanaonea Biblia kwa kanisa na wengine wanaonea Qur'ani kwenye misikiti, na unapata kuna watu wanaodai Biblia ni ya Wakristo, kuna wengine wanadai Qur'ani ni ya Waislamu. Lakini madai haya sio madai ya kweli. Hizi vitabu vimeandikwa kila mwanadamu aliye na akili zake aweze kusoma, na kama akili zako zitaweza kukubaliana na Qur'ani, unakuwa Muislamu. Akili zako zikikubaliana na Biblia, unakuwa Mkristo, kwa sababu ni imani mbili tofauti. Muislamu anasema Mungu ni mmoja, na huyo Mungu mmoja hawezekani akawa na mwana kwa kivyovyote kile. Wakati Biblia inaposema Mungu aliupenda ulimwengu akamtuma mwanawe, kwa hivyo ni imani mbili, ni imani mbili, lakini wote waliodani ni wanadamu. Ingawa kwenye Uislamu wanasema kuna viumbe wanaitwa majini, bado ni Waislamu. Lakini langu ni kuwakaribisha kwenye debate hii, ambaye ni debate ambaye itakayoendezwa kitaalamu, sio debate ambaye inapelekwa kiuhuni tu, hapana, ama zile debate za mitaani. Hii ni debate ambaye watu watakaopeleka mada ni watu ambao wamehitimu na ni watu ambao wana experience ya kupeleka midahalo ya kidini. Watu wengi wamekuwa wakihofia, wakisema ya kwamba watu wa dini hawawezi kukaa pamoja wakazungumza masuala ya kidini kwa amani. Hayo ni madai mabofu, na wale wana mitazamo kama hiyo, kama we ni shehe ama we ni mchungaji ambaye una mtazamo kwamba Wakristo na Waislamu hawawezi kukaa pamoja kulijadili neno la Mungu, huo mtazamo unatakiwa kuondoa kwenye akili yako. Huo mtazamo uondoe kabisa kwenye akili yako. Labda kama hujahitimu kupeleka midahalo kama hii ya kidini, unafaa kuwatafuta watu ambao wamepewa vipawa hivyo, maana hatuwezi kutoshana wote. Kila mmoja amepewa karama yake. Sasa wewe unafaa kutumika kwenye karama yako. Sasa unapoingilia kwenye karama za watu wengine ambazo walipewa na Mungu, ukaanza kuwaweka katika mizani ya akili zako, unakuwa umepotea, na unakuwa wewe umekalia kiti cha Mungu mwenyewe. Unafaa kuamka mara moja na uweze kuachia watu wa dini waweze kuwa na uhuru wa dhamiri. Wale ambao ni Waislamu ni ndugu zetu, ni dada zetu, ni mama zetu. Tunafaa kuwapenda na kuwafikishia ujumbe tulio nao kwa njia nzuri. Sasa hapa tuko katika Kilifi. Tuko hapa katika Kilifi. Ingawa kufanya mkutano Malindi ilikuwa shida kwa sababu ya wachungaji ambao ni bumbumbu. Wachungaji ambao wanajiita mabishop tubo kubwa, ambao hawana elimu hii. Wanataka kupima mizani ya ujumbe huu kwa mizani ya kanisa yao. Lakini tutawadhibiti na mkutano tutaufanya Malindi, lakini kwa muda tuliona tuhame Malindi, alafu tutawadhibiti baadaye. Sasa tukaweza kuja hapa Mtwapa. Tuko bado katika kaunti ya Kilifi. Hapa Mtwapa, kutoka kwa barabara pale Mtwapa, kuna supermarket hapo inaitwa Quickmart. Hiyo supermarket ya Quickmart, kuna kabarabara kalami kanateremka. Kama unatoka Kilifi, katakuwa mkono wako wa kushoto.
na kama unatoka Mombasa katakuwa mkono wako wa kulia. Kwa hivyo ukiingia na hiyo barabara ya lami ni kama kilomita 2 tu, utakuwa umefika katika community fulani hapa inaitwa Zebra Community. Sasa ndani ya hiki kiwanja cha Zebra Community hapa kuna msikiti, misikiti imesunguka hapa, na hakuna msikiti ambao hauna barua ya kwamba tuko hapa kuanzia Ijumaa ya leo. Yaani Waislamu leo wakitoka misikitini watahudhuria kongamano hili la kihistoria, na tutamalizia mkutano huu Ijumaa inayokuja. Na yule ambaye tunatarajiwa kudibeti naye ni mwalimu kutoka Tanzania, anaitwa daktari ama Dr. Sule, Alhaji Dr. Sule. Tumetangaza, gari limesunguka, tumekuwa na masipika, tumetangaza Sule anakuja, na tutakuwa na walimu wengine ambao muda kidogo wanafika, ambao watapewa nafasi kutoa hoja zao. Kama ingewezekana wangekuja hata mapadri, wangekuja hata mabishop wa makanisa mengine, alafu wakajionea namna ambavyo mjadala wa amani unavyofanyika. Na ningeomba pia, kwa sababu inawezekana video hii wakasikia watu ambao ni viongozi wa security ya nchi, wale ambao ni wa security ya nchi. Kuna mambo ambaye hayawezi kutatuliwa na mtutu ya bunduki. Kuna mambo ambaye hayawezi kutatuliwa na mtutu wa bunduki, kwa sababu watu ambao wana itikadi za kidini, unapotaka kutatua shida zao ni vizuri sana kuwatafuta viongozi wao wa kidini wanaoweza kuzungumza na wakasikilizwa na wale ambao ni wafuasi wao. Sasa kwa Wakristo wenzangu, bila kubagua dini wala dhehebu yoyote ya Kikristo, jambo hili linafaa kuwafurahisha. Jambo hili mnafaa kulishangilia kwa pamoja. Kama wewe hauwezi kuwa na wivu, kama wewe sio mtu ambaye unapenda tu kukosoa vitu, unatakikana kuliunga jambo hili mkono wako unatakikana kuwa hapa ndani, kwa sababu wakati mwingi tunapotoa video zetu kuweka kwenye social media, unapata ya kwamba watu wengine wanakatakata vidogo wanasambaza kila mahali. Unapata ya kwamba Wakristo wote wanafurahia jambo hilo, lakini tunapokuja katika swala la kuweza kufanikisha jambo hili, unapata ya kwamba kuna changamoto. Lengo letu lilikuwa hapa tujaze matenti, kwenye uwanja huu, na pia tulikuwa tunahitaji hata jukwaa ili tunapoongea tuongee tukiwa ndani ya jukwaa. Sasa ndugu zangu, pesa ambazo tumeweza kuzipata, tumepata jukwaa moja ambaye ni ya watu 50 na jukwaa lingine la watu 50, na kila jukwaa ina viti vyake 50. Sasa tumeweza kulipa kiwanja, tumeweza kulipia matangazo, tumeweza kulipa mahali tumekaa wiki nzima, na vile vile tumelipa mahali ambapo tutakaa wiki hii inaoanza. Lakini tumepungukiwa haswa na jukwaa. Jukwaa ni la maana sana, ambalo tukilipata jukwaa kwa siku moja linalipishwa shilingi 1500. 1500 ukihesabu na siku 6 inakuja ni 1030. Kwa hivyo tunahitaji 1030 ambazo ni za jukwaa. Kwa hivyo wale ambao wanapenda midaharo hii, bila kujali wewe ni wa kanisa gani, tunakuomba uweke mkono wako hapa, uweze kulichangia jambo hili kama unalipenda. Kama jambo hili unalipenda, hata kama wewe ni Muislamu, jambo hili linakufurahisha. Tunapokaa walimu wa Kiislamu na walimu wa Kikristo, tunapokaa kulijadili neno la Mungu kwa amani. Kuna mkutano tulifanya pale Tanga kule Tanzania, akina mama wakiwa wamekaa na furaha kubwa sana. Tulikuwa na Abomani Habibu Mazingi, na mikutano mingine ambayo tumefanya na Sule imekuwa ni mikutano ya kupendeza, yenye furaha, yenye utaratibu.
tunawaomba muweze kuchangia jambo hili, na ninawakaribisha leo ndio mkutano unaanza. Inawezekana Sule asija kafika leo kwa sababu alikuwa kule Tanzania, na walikuwa jana wamekuwa na zoezi la kuchagua kule kwao, lakini baadaye wameweza kupatwa na changamoto ya maandamano. Kwa hivyo anasema ya kwamba lazima aweze kujua hali yake ya vile atakavyopita kufika hapa. Kwa hivyo bado tutamuelewa tu, kwa sababu ni kweli tunajionea kile ambacho kinaendelea Tanzania, lakini tunaombea nchi ya Tanzania iweze kurudia amani yake, kwa sababu afadhali vitu vingine vyote tukose, lakini tuweze kupata amani. Kwa hivyo watu wa Tanzania bado nitawatakia muweze kuhubiri amani. Usije ukaenda ukachoma kitu ya mtu, ukaenda ukachoma gari ya mtu, ukaenda ukamharibia mtu mahali anapata mkato wa kila siku. Alafu vyombo vya ulinzi, tafadhali, ni vizuri watu wengine kukaa na kujua namna ambavyo tutaweza kutatua mambo yetu bila kutatua na bunduki ama risasi. Kwa hivyo Mungu awabariki sana, na nawatakia amani nyote mtakaokuja. Karibuni sana, asanteni na Mungu awabariki. Shalom, shalom.